Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana uongozi wa Masjidil Haramain. Tunamshukuru kijana wetu Sheikh Muhammad Bahero kwa kalima ambayo ameitoa. Kilichonihuzunisha ni kwamba sikuona mtu anaandika zaidi ya wawili watatu. Maneno yote yaliyozungumzwa katika kipindi cha dakika zaidi ya 40 huwezi kuyashika kichwani. Na wanasema talibul ilm ili aweze kudhibiti elimu yake ni lazima asaidiwe na qalam kuandika points. Ningependa kuwanasihi vijana wetu, jaribuni kadri mnavyoweza, anapokuja shekhe kuzungumza, mje na karatasi na kalamu, muandike yale ambayo mnaona ni faida kutoka kwake ili muweze kukumbuka baadaye. Sawa vijana? Mimi na saa zangu nyingi Sheikh Muhammad amezizungumza, na wakati anazungumza nilikuwa narudi kwenye simu yangu kuangalia hichi kimezungumzwa. Kwa hiyo sitopoteza muda kurudia yale aliyosema, lakini niseme tu kwamba wallahi nyinyi vijana mpo katika khairi kubwa sana ambayo mnapaswa kwanza mumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika khairi mliokuwa nayo. Mpo katika majal ya kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya kumtambua Mwenyezi Mungu, kumtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutambua dini ya Uislamu. Hakuna elimu bora kuliko elimu hii ambayo nyinyi mnaisoma. Ni vijana wangapi kama nyinyi ambao sasa hivi wapo katika mambo ya madisko, wapo katika mambo ya usanii, wapo katika mambo ya mziki, wapo katika mambo ya mipira, wengi sana. Lakini nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua, na amewachagua katika muhima adhima, nao ni muhima wa kutafuta elimu ya kisheria na kuweza kuifundisha elimu ya kisheria baadaye katika jamii au katika umma wa Kiislamu. Hiyo ni manzila kubwa ambayo si kila mtu anaipata. Na wewe hujakuja hapa Markazil Haramain kwa ujanja wako, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchagua ili aweze kuja kukutumia katika jambo la khair. Kwa hiyo kwanza kumbuka neema hiyo ambayo vijana wengi hawana, lakini wewe umeipata hiyo neema ya kusoma elimu ya sheria, kuwa katika markaz kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, je, wako sawa wenye kujua, wenye ilmu na wale ambao hawajui, wasiokuwa na ilmu? Taban hawako sawa. Na ilmu iliyokusudiwa hapa sio elimu nyingine, ni al-ulum ash-shar'iyya, ni elimu za sheria za kuelewa mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hii ndio elimu ya msingi. Elimu zingine ni elimu za mazingira, zitakusaidia kuishi katika mazingira yako, lakini elimu hii ya sheria ndio iliyokusudiwa katika maneno haya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu anawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, na wale waliopewa elimu wananyanyuliwa daraja za juu zaidi. Kupewa elimu maana yake ni mtu ambaye amepitia katika marhala kama za kwenu za kusoma ulumu sharia. Wallahi leo ndugu zangu vijana, kuna watu wengi sana, watu wazima kabisa, ukikaa ukizungumza nao katika mambo ambayo wanajutia ni kwamba walivyokuwa vijana hawakupata fursa ya kusoma elimu ya dini. Anakufuata shekha, sawa, bwana mimi nimepoteza muda wangu mwingi sana, nimesoma, nimechukua degree karibu 2, lakini sijapata fursa ya kusoma elimu ya kumjua Mola wangu, ndio nataka nianze kusoma sasa hivi. Unaelewa? Sasa anakuja kujutia mtu ana miaka 60, 65 kwamba hakusoma. Lakini wewe Mwenyezi Mungu amekujalia
upo katika markaz al-Haramain unasoma. Sasa kwanza nawakumbusha nafasi mlionayo, fadhila ya elimu ambayo mnayo, ili msichezee na mkakururika na kuona labda vijana wengine wako kwenye maisha wanatafuta riziki, sawa, wanapata maisha, wanaendelea, ukaona kwamba labda wewe unapoteza muda wako. La hasha, upotezi muda wako, na hichi unachokisoma hapa matunda yake na matokeo yake utakuja kukiona baadaye, kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wanafunzi kama nyinyi, tulikuwa tuna fikra hizo. Kiangalia wenzako umeingia kwenye business, wengine umeingia kwenye kazi, wengine umeingia huku, sawa, wanakuringishia, yani maisha yanakwenda, shekhe huko fasli gani sasa hivi? Bado niko thalith mutawasit. Hivi utamaliza lini vile? Sawa, wakati ana kazi yake, anaingiza fedha, anabadilisha vitu, unaviona, mwisho unaingia katika nafsi yako kwamba napoteza muda, ningewahi maisha yale, umeelewa? Lakini subhanallah, wallahi khairi ambayo nyinyi mnayo ni kubwa kuliko ambayo wanayo watu, kwa sababu mnakaa mnatumia muda wenu kusoma elimu ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu vijana, moja katika nasaha ambazo ningependa niwahusie, ya kwanza kabisa ni al-ikhlas. Kuwa na ikhlas katika hichi ambacho mnakifanya. Na ikhlas katika Uislamu ndiyo msingi na ndiyo moyo wa ibada yoyote ambayo mtu anaifanya. Ibada yoyote ambayo unaifanya kama haina ikhlas ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada hiyo haina maana yoyote. Sasa ibada ya ilmu ni ibada kubwa kuliko ibada yote nyingine, kwa sababu huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa jahili, kwa ujinga. Ni ibada ambayo inahitaji ujitambue na uweke ikhlas kwamba mimi kwa nini ninasoma hapa Markaz al-Haramain, kwa nini ninasoma ulumu shar'iyya, kwa nini? Lazima utengeneze nia yako kwamba naisoma hii ilmu shar'i ili niweze kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha nini, na mimi nije nifundishe jamii yangu. Hicho unachokikusudia, tafuta radhi katika elimu unayoipata. Ukiwa unasoma kwa sababu ni wazazi wako tu wamekuleta hapa, na hata huelewi kwa nini uko hapa, kwa sababu maagizo ya wazazi wako, ina maana umekosa kitu kimoja muhimu sana katika msingi wa elimu yako, nacho ni ikhlas. Ikiwa uko hapa Markaz al-Haramain kwa sababu umefeli maeneo yote mengine, umeingizwa shule za secular umefeli, umeingizwa sijui wapi umefeli, umeingizwa wapi umefeli, huyu mpelekeni tu Markaz al-Haramain akapoteze muda pa. Na wewe umekuja umeletwa al-Haramain, umekaa sasa, nimeletwa tu hapo kwa sababu sina sehemu ninayoweza, sawa Subhanallah, una maana kwamba umepoteza kitu cha msingi, nacho ni ikhlas. Kwani lazima urudie katika ikhlas yako, nia yako. Na Imam Sufyani Thauri anasema ma alatu shay'an ashaddu fi nafsi min niyati, sijawahi kudili na kitu, taamal na kitu ambacho ni kigumu katika moyo wangu kuliko nia yangu, kwa sababu inabadilika. Kwa hiyo wewe unatakiwa urudi kijana katika nia yako. Kwa nini uko hapa? Lazima uisaishe nia yako. Ukisaisha nia yako, ina maana unachokifanya kitakuwa ni ibada mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakulipa, lakini pili, Mwenyezi Mungu ataweka baraka katika muda wote unaotumia katika kutafuta elimu. Kwa kitu cha mwanzo muhimu sana kiangalia ni ikhlas. Na moja katika hadithi nzito sana ambazo Abi Hurairah radhiyallahu anhu kila alikuwa akizungumzia hadithi hii anazimia, napoteza fahamu. Ni hadithi ya watu wa mwanzo kuhukumiwa siku ya Kiyama, awwalu ma yuqda bihi yawm al-qiyama. Watu wa mwanzo watakosimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kuhukumiwa. Fikra za haraka sema wazinifu, wala riba, mashoga, sijui wauaji, washirikina, wachawi. Lakini subhanallah, sio hawa. Watu wa mwanzo kabisa kuhukumiwa ni mtu ambaye ataletwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataonyeshwa neema zake alizokuwa nazo, atazitambua zile neema. Wa kwanza kabisa ni mtu mujahid fi sabilillah. Sasa Mwenyezi Mungu, mimi nilinipa nguvu na ushujaa, na nimetumia nguvu zangu na ushujaa wangu
kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka nimekufa katika jihad, shahid. Mwenyezi Mungu atamwambia kadhabta au kadhabta, umesema uongo. Ulipigana ili uitwe shujaa, ili usifiwe kwamba una nguvu sana, na ulisifiwa sana duniani. Malaika wanaamrishwa, wanamkamata yule mujahid, wanamtumbukiza katika moto wa jahannam. Mtu amekufa katika vita vya Kiislamu, jihad. Kwa sababu gani? Tatizo gani lilomfanya atupe katika moto wa jahannam? Ni kwa sababu alikosa ikhlas. Kumbe aliweka kusifiwa, kuonekana shujaa, kutajwa mbele za watu, na kweli alitajwa sana. Kwa Mwenyezi Mungu hana kitu chochote, kwa sababu hakufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa pili, talibul ilmu kama nyinyi atafikishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ataonyeshwa neema zake, atazitambua, ataulizwa umezifanyia nini. Hasa Mwenyezi Mungu, kama unavyojua, mimi nilianza kusoma kuanzia mutawassit, nikaenda thanawi, nikaenda jamia, nikachukua doktora, nimeandika vitabu, nimefundisha vyuo vikuu, nimesomesha Qur'ani. Listi ndefu ya mambo ya khairi ya ilmu ameyafanya. Allah anamwambia kadhabta, umesema uongo. Ulisoma elimu ili uitwe mwanachuoni, ili usifiwe mbele za watu na uwe na nafasi mbele ya jamii. Anaamrishwa, anatupwa katika moto wa jahannam. Hafidhul Qur'an, nawe ametakhasus katika ulumu shar'iyya, mwanachuoni mkubwa. Kilichosababisha elimu yake isichukuliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na matendo yake ni kukosa ikhlas. Na watatu ni mtu ambaye Allah kamkunjulia mali, asa Mwenyezi Mungu, mimi nimejenga misikiti, vituo vya yatima, nimefanya khairi nyingi. Mwenyezi Mungu asema uongo, ulitoa ili uitwe mkarimu na mtoaji. Sasa hadithi hii ilikuwa inamfanya Abi Huraira anaazimia anapoisoma, si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya uzito wa maana inayopatikana katika hadithi, kwamba ni lazima tuzichunguze nia zetu. Mimi kuanzia mimi mzungumzaji mpaka nyinyi, chunguze nia zetu. Kwa nini tunafanya da'wa? Kwa nini tunasoma ilmu? Kwa nini? Shetani ambaye Sheikh Muhammad amemzungumzia anatuzunguka pande zote nne, na aliapa mbele ya Mwenyezi Mungu, nitawaijia upande wao wa kulia, nitawaijia upande wao wa kushoto, nitawaijia nyuma yao, nitawaijia mbele yao, na hutokuta wengi wao ni wenye kukushukuru. Anatuzingira maeneo yote kututoa katika ikhlas. Tusifanye mambo yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutughururi, kututoa. Wewe kama talibu ilmu, shetani hawezi kuja kwako akakwambia nenda kanywe pombe. Anajua, kwa sababu unajua pombe ni haramu, umeisoma na unaifahamu. Nenda kazini, anajua ni jambo zito sana. Anakuja kuingia katika hiyo khairi uliyokuwa nayo wewe, anakuingizia kitu kinachoitwa al-ujub, kujiona, kujisikia utamu kwamba wewe ni talibu ilmu, wewe ni mwanachuoni wa Kiislamu, umehifadhi Qur'ani, umehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akikuangalia haia yako, madhari yako, watu wanakusikiliza katika darsa, sawa? Hii yote ujub. Ndio maana sisi ambao tunatoka mbele za watu, hii tunatakiwa tujihadhari nayo sana, sababu kama Sheikh kanisifia, Sheikh Muhammad kanisifia, kanipenda kwa ajili ya Allah, labda mazungumzo yangu ndani nafsi yangu sangine nasikia utamu fulani hivi, si ndio? Shetani anaingia hapo. Sasa hakuna kama wewe Sheikh. Hao mashekhe wengine hao takataka. Wewe bwana, kizungumza wewe bwana, yani anakunongoneza katika sikio lako. Ukishaingia hapo Sheikh, amali zako zote kwa Mwenyezi Mungu zinaporomoka. Subhanallah. Sio kitu chepesi. Mmoja katika maulama wakubwa wa kimadhhabi ya Imam Shafi'i, nimemsahau jina lake, nimeweza kufanya utafiti. Darasa lake lilikuwa linahudhuriwa na watu zaidi ya 5,000. 5,000 darasa zake. Ametoka nyumbani kwake siku amechelewa kidogo. Amekuta msikiti ile jamia yote imejaa Sheikh. Watu wanamsubiri yeye. Anapita. Akajizungumzisha ndani ya nafsi yake. Na tabani shetani alimnong'oneza. Yo, mashaallah. Watu zaidi ya 5,000 wanakusubiri Sheikh aende kuwafundisha elimu. Kama ungekuwa wewe haupo, hao wangesomeshwa na nani? Fikiria ndani ya nafsi yake, yani pamoja na kwa mambo yanapita ndani ya nafsi, Mwenyezi Mungu hayachukulia, yani hadithi nafsi, lakini ujubu ikaanza kumuingia. Akafika kweli
mbele pale kama nilivyokaa mimi hivi, ile kutoa mukaddima tu anamalizia, akatokezea mwanamke mmoja kwenye mstari nyuma kule, ya Sheikh, indi swali, fadhali. Yule mama akauliza swali jepesi, sijui la uhusiana na eda, sijui la uhusiana na hedhi, jepesi. Sheikh, maalumati yote yamefutika, yote, hajui ataanzie wapi. Akarudia yule mama mara ya pili, Sheikh, saaltuka sualan, subiri kidogo. Hakuna kitu Sheikh, Allah amefuta kila kitu kwenye kichwa, maalumati yote hamna. Wanafunzi wasema Sheikh yetu anadhalilika sasa, swali dogo tunalijua sisi. Mama akauliza mara ya tatu, kijana mmoja akasema, ana ujibuka ya amma, mimi nitakujibu mama yangu. Swala kuulizwa 1 2 3, ametufundisha Sheikh huyu hapa. Sasa ikiwa Sheikh mwenyewe hawezi kujibu maswali kama hayo, mimi nakaa mnafanya nini hapa? Swali jepesi kama hilo hawezi kujibu, kaondoka zake. Subhanallah. Yule Sheikh akainama chini, akafunga vitabu vyake, akaaga, akaondoka. Lakini akaenda akaandika, akasema katika makosa dhambi niliyoifanya mpaka Mwenyezi Mungu akaniadhibu ni zile fikra zilikuwa zikiniijia wakati naenda kwenye darasa kwamba watu wote hawa wananitegemea mimi, hakuna shekhe kama mimi, na mimi nisingekuwepo wasingepata elimu ya dini watu kama hao. Al-ujub, yani kusikia tu, kujiona kidogo tu. Sasa leo katika mashakili tulionayo ambayo yanawahusu tulabul ilmu, ambaye shekhe kayagusia baadhi yake, ni kujiona hakuna kama wewe, hakuna anayefahamu kama wewe. Maulama wengine na mashekhe wengine wote hawana maana yoyote. Sasa fikiria wewe unapokuwa talibu ilmu, mwanachuoni, halafu kawa na sifa kama hiyo ya kujikweza na kujiona kwamba wewe ni bora kuliko wengine wote. Kwanza mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwaje? Pili, elimu yako itakuwa na baraka kiasi gani? Kwa hiyo napenda kuihusia nafsi yangu, lakini kuwahusieni nyinyi vijana, hebu jitahidini kadri ya uwezo wenu kuzirejea nafsi zenu, nia zenu na ikhlasi zenu mara kwa mara, kwa sababu hapo ikipotoshwa elimu yako yote inakuwa haina maana yote katika mshtama. Jambo la pili, ndugu zangu vijana, ambalo ningependa kuwahusia ni jambo la asabr wal musabara. Hakuna talibu ilmu yoyote, mwanachuoni yoyote katika mwanachuoni wa Kiislamu aliyesoma na kupata ilmu kwa raha. Nenda kasome vitabu vya Siyar Alamun Nubala, soma visa vyao, biography zao, sira dhatia za wanachuoni wa Kiislamu. Kama wapo waliosoma kwa raha wanahesabika 5, 6, 7, wote walikusoma katika matatizo, wote walisoma katika dhiki, wote walisoma katika umaskini. Mtu kama Imam Shafi'i hata karatasi za kuandikia alikuwa hana. Mama yake anakwenda kuokota makaratasi, anaokota makaratasi majalalani, ndio anamkusanyia mtoto wake aandikie masail anayesoma. Na leo ametuachia turathi kwa sababu ya shida na uvumilivu aliofanya katika kutafuta elimu. Nenda kasome siyar za maulama kama Imam Bukhari, jinsi mama yake alipopata shida, alivyouza mpaka vitu vyake vya ndani, mtoto wake akatafute elimu ya hadithi. Leo ametuachia Sahih Bukhari. Nenda kawasome kina Imam Nawawi, walikuwa wanaishi vipi? Hata nafasi ya kuoa hakupata nafasi ya kuoa, alikuwa anaishia mkate na maji. Ametuachia leo nini? Vitabu ambavyo havisauliki. Kusoma ilmu kunahitaji sabr wal musabara. Shida unayopata ndio kichocheo cha kwako cha kusoma zaidi. Hakuna aliyesoma katika raha, ndugu zangu vijana. Mimi nimesoma mutawasit, nimesoma thanawi, nimesoma jamia, nimeenda kusoma Al-Azhar Sharif Misri, miaka mingi, hata nyinyi hamjazaliwa. Nimeenda mwaka 1984. Sheikh Muhammad hajazaliwa, ndio nimeenda. Hali ya nchi ngumu Tanzania, hakuna mawasiliano ya simu kama tunavyoona sasa hivi, nchi maskini. Nimekaa miaka 8 bila kurudi nyumbani, miaka 8. Nasikia taarifa watu wanakufa, ukiandikiwa barua inakaa wiki 2 ndio inafika. Hamna simu kama sasa hivi, watu wanaongea kwa WhatsApp, wanaongea sio kwa nini, hakuna.
Mawasiliano, ukitaka mawasiliano unakwenda sehemu moja inaitwa Centrali, ndio kuna zile simu za kukoroga zile. Halo, nyumba yako amefariki, basi simu imekatika. Meshi. Barua za kuandika kwa posta zile wiki mbili. Milo mnakula mara mbili. Maisha ya shida. Wakati wa likizo tunakwenda kufanya kazi. Mimi nimefanya kazi waiter hotelini, kuosha vyombo. Waiter unauza chakula mpaka jioni, unapewa kama $1, unaichukua, nyingine unaweka kwa ajili ya kununulia vitabu, nyingine unaweka kwa ajili ya kununulia nguo za baridi. Upewi hela, huwezi kutumia hela kutoka Tanzania, haiwezekani. Tumesoma katika mazingira ya shida, mazingira ya dhiki. Leo wewe huko unasoma hapa Al-Haramain, umetokea Dodoma, umetokea Singida, umetokea sijui wapi, hapa tu unayo simu, sijui una WhatsApp, unawasiliana, unafanya nini, bado unalalamika shida. Huko kwenu, huko nchi za watu, bado unalalamika shida. Lakini nyinyi kwa vipimo kwa sisi tulivyosoma, wallahi nyinyi hamna shida. Unasoma katika raha kabisa. Nimetembelea sasa hivi mabweni yenu mazuri kabisa. Lakini shetani anakuambia bweni gani, kitanda gani hichi, chakula gani, kila siku ugali tu. Anakusahaulisha yale malengo uliyokuja nayo. Kwa hiyo bila kuwa na sabr na subira katika kutafuta elimu, hauwezi kufanikiwa. Shida, tabu, dhiki ni vitu ambavyo vinakuhamasisha uweze kutafuta elimu. Hili kwa jambo la pili. Jambo la tatu ni al-akhlaq, tabia njema. Talibu ilmu anapokosa akhlaq, elimu yake haina faida kabisa. Ndio maana wanachuoni wetu wote wa zamani walianza kufundishwa al-akhlaq na al-adab kabla hawajafundisha ulum sharia. Kabla hajaanza kufundishwa masail, anafundishwa kwanza adab. Anaishi na shekhe anamfundisha zile taratibu za maisha. Masala ya kuwabebea viatu mashekhe hivi inapigwa vita sasa hivi, ndio adabu zenyewe hizo. Anaanza kufundishwa jinsi gani ya kumhudumia kiongozi wake, shekhe wake. Anafundishwa adabu. Baada ya kufundishwa adabu ndio anaanza kufundishwa masail ilmia. Kwa hiyo akhlaq ndio kielelezo cha talibu ilmu, ndio kielelezo cha Muislamu. Elimu yako itakuwa haina uzito wote, haina faida yoyote kama haiakisi yale ambayo unayasoma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema msioyafanya? Ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kusema usioyafanya. Nyinyi mnasoma ulum, zile ulum zinatakiwa ziwabadilishe nyinyi kwanza kabla mjabadilisha watu wengine. Elimu unayosoma inatakiwa ianze kukubadilisha wewe talibul ilm kwanza. Masaili yote unayosoma katika Qur'an, katika hadithi, katika labda sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale mafundisho unatakiwa yaanze kukubadilisha, kukutransform, kukuhawil wewe katika tabia zako kabla hujaanza kubadilisha watu wengine. Lakini kama utakuwa wewe kazi yako ni kuhifadhi masaili na kuhifadhi hadithi na kuhifadhi vitu vingine kama vile yani benki ya maalumati, lakini yale maalumati hayakusaidii kitu chochote, utakuwa na tofauti gani na ile aya inayozungumzia kamathalul himari yahmilu asfara, mfano wa punda alobeba vitabu. Umebeba mahadithi kichwani, Qur'ani umehifadhi, lakini tabia zako zote ziko kinyume na yale uliyohifadhi. Haiwezekani ukafanikiwa, wala elimu yako haiwezi kuwa na athari kabisa. Kwa hiyo elimu tunayosoma itubadilishe sisi kwanza, ndio tutakuwa tuna uwezo wa kubadilisha watu wengine. Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru bi anfusihim. Uwezo kuwabadilisha watu mpaka ubadilishe mambo katika nafsi yako. Jamii yetu ya Kiislamu leo inakuwa na ugumu sana wa kubadilika, ni kwa sababu sisi tuliobeba majukumu haya ya da'wa hasio mfano mzuri kwa wale tunaowalingania. Maduati leo ni mfano usio mzuri kwa wale tunaowalingania, na ndio maana athari ya da'wa yetu inakuwa ni sio kubwa sana. Lakini wallahi tungekuwa yale tunayowalingania watu tunayatekeleza sisi hata kwa 75%, athari ingeonekana kwenye mshtama. Sasa nyinyi msirudie makosa haya. Soma, lakini angalia akhlaq zako, angalia tabia zako, rekebisha nini nyinyi na nyinyi, kila mtu amrekebishe mwingine.
Sawa, Muislamu ni kioo cha Muislamu mwenzake katika tabia alizokuwa nazo. Hii ni sehemu ya tatu katika nasaha zangu. Sehemu ya 4, atadarruj wa adam tasarrua, kwenda kidogo kidogo. Usiwe na pupa ya kuwa mwanachuoni mkubwa mara moja. Nenda taratibu, soma, achana na masala ya fatwa, achana na masala ya kuingia katika rad, achana na masala ya kuingia katika wapa watu majina. Soma, utafika sehemu utakuwa na uwezo wa kupambanua, lakini usianze kuwika kabla ya wakati wako. Hatua kwa hatua, soma hatua kwa hatua, na ili elimu yako iweze kuganda vizuri, uwe na manhaj katika masomo yako. Kama unasoma fiqh, soma katika madhhabu Imam Shafi, usichanganye. Sisi nasoma Shafi, mara unasoma Ahmad ibn Hanbal, mara unasoma Hanafi. Wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu, wewe uko mutawasit sheikh. Maswala ya fiqh al-muqarana, kulinganisha madhehebu na kuangalia, ni masala ya chuo kikuu. Sisi tumeyasoma mwaka wa 3 chuo kikuu, lakini lazima uwe na msingi wa fiqh, uwe muqallid, uwe na msingi wa fiqh wa imamu fulani. East Africa ni Imam Shafi, soma fiqh ya Imam Shafi. Ukishafika katika kuliyati huko, soma Imam Ahmad ibn Hanbal, soma Hanafi, soma Maliki. Sawa, una uwezo wa kumaizisha, lakini sasa hivi huwezi kumaizisha. Utajichanganya, mwisho wa siku utatoka hujulikani wewe Shafi au Hanbali, wala hujulikani kaida yako ni ipi. Kwa pamoja vijana. Kwa hiyo tadarruj, lakini angalia manhaji unayosoma ni ipi utakayekwenda nayo. Baadaye ndio utakuja kujua masail mengine yako kidogo kidogo. Chukua hadithi kidogo kidogo, hifadhi kidogo kidogo, sikiliza wanachuoni wanasema nini, kuwa una ile hirs ya kutafuta elimu. Kwa hiyo tadarruj, na Uislamu unatufundisha masala ya aulawiyat. Nenda na priorities, vitu vya mwanzo ambavyo unatakiwa vitangulize. Usiende na vitu ambavyo ulikuwa uvisome chuo kikuu ukavileta sasa hivi. La, anza na vitu vyako vya mutawasit, soma masala ya mutawasit kidogo kidogo, unajenga msingi ule hatua kwa hatua mpaka ufike katika hatua ambayo sasa hivi unakuwa tayari umekwisha jua pale. Sasa hivi unakuwa huru kuchukua mawazo na fikra za madhhab nyingine. Tuko pamoja ndugu zangu vijana. Kwa hiyo atadarruj, ilikuwa nasaha ngapi nimeitoa? Nasaha ya 4. Nasaha ya 5 na ya mwisho, almaasi. Jiepushe kabisa na maasi. Imam Shafi pamoja na uimamu wake alikuwa akili zake zinasifiwa ni sawasawa na photocopy machine. Yani ukifungua kitabu hivi alafu ukafunga, anakusomea kurasa yote. Uwezo mkubwa wa cramming capacity Imam Shafi. Kitabu kikifunguliwa hivi, akiangalia tu hivi, funga, mwambie Sheikh umeona nini, anasoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Uwezo mkubwa wa kuhifadhi. Lakini baadaye akawa hawezi kuhifadhi, inampa shida, anasahau, kiangalia kusoma hivi haiji. Akaenda kwa mwalimu wake anaitwa Waki', ameandika sema shakautu ila Waki'i suu hifdhi, nimeenda kumshtakia kwa mwalimu wangu, hifdhi yangu imekuwa mbaya. Fa arshadani ila tarki almaasi, mwalimu wangu akanielekeza akasema acha maasi usifanye dhambi. Fikiria, anayepewa nasaha ni Imam Shafi na mwalimu wake. Akafikiria dhambi gani nilioifanya, akakumbuka alimwangalia mwanamke anatembea amevaa khilkhal, amevaa bangili mguuni, aliangalia ile bangili, hifadhi yote ikapotea. Sasa wewe kijana, kama unataka elimu yako iwe na baraka na hifadhi yako iwe nzuri, utrukul maasi, acha kufanya maasi. Na maasi yanayofanywa na tulabu ilmu, wanafunzi, maduati, ni maasi mabaya kuliko yanayofanywa na watu wengine wote. Sawa, hadithi ya Thauban na malizia nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inni
la a'lam aqwaman min ummati yatuna yawm alqiyama bihasanatin mithlu jibali Tuhama, mimi najua watu katika umma wangu watakuja na matendo mema walioyafanya mengi kama mlima wa Tuhama, fayajaluha Allahu habaan manthura, Mwenyezi Mungu atayafanya atakuwa ni vumbi. Mema walioyafanya kama mlima yatakuwa vumbi, hayana maana yoyote, zero, sifr mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thawbani akashtuka, ya Rasulullah, sifhum lana julhum lana alla nakuna minhum, tuelezee hao ni kina nani, sifa zao, tusije tukawa kama wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, hao ni watu kama nyinyi, wanadamu kama nyinyi, wanasimama kuswali usiku kama mnavyosimama. Aibu yao idha khalau bimaharimillahi intahakuha, wakibaki peke yao watu hawaoni, wanageuza mambo ya haramu yanakuwa ya halali. Sio, umeelewa? Ukibaki peke yako chumbani kwako, kwenye dormitory yako, hakuna mtu anakuona, pale ya haramu yanakuwa ya halali. Sifa hii wanayo wanafunzi wengi wa elimu ya dini. Wewe unajua maasi unayofanya, unajua madhambi unayofanya. Hayo madhambi unayofanya unadhani kwamba mwalimu wako hakuoni, wazazi wako hawakuoni, jamii haikuoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na anaondosha zile baraka katika ilmu unayotafuta. Kwa hiyo kujiepusha na maasi ya siri, semi kwamba mfanye ya dhahir, hamwezi kufanya ya dhahir, sawa? Maasi ya siri ni madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na yana adhabu kubwa kama nilivyozungumzia. Kwa hiyo jitahidi kijana kujiepusha na maasi ya siri, kujiepusha na fahisha, kujiepusha na kutoinamisha macho, kuangalia mabinti wa watu, kuangalia wasichana ima barabarani au kwenye simu ya mkononi au kwenye mawazo au kwenye fikra. Yote haya ni mambo ambayo yanakuondoshea baraka ya ilmu na yanakufanya elimu yako inakuwa haina athari yoyote mbele ya, kwanza haina athari kwako wewe, lakini haina athari yoyote kwa watu wengine. Kwa hiyo nilipenda nitoe hizo nasaha chache ndugu zangu vijana, na nasihi nafsi yangu, lakini na nasahihi na nyinyi vile vile, mpo katika milango ya ilmu. Hivyo ni vitu muhimu, kama utavizingatia, utaviingiza katika utendaji na utekelezaji, wallahi mtakuja kuwa watu na faida kubwa sana katika mujtama. Nchi yetu inahitaji maulama wa Kiislamu. Katika nchi ambazo zina maulama wachache wa Kiislamu ni Tanzania, pamoja na kondo nchi yenye Waislamu wengi katika nchi za East Africa na kati na kusini. Yani ukitokea pale Sudani kuja nyuma huku, hakuna nchi na Waislamu wengi kama Tanzania, lakini ndio nchi yenye maulama wa dini wachache kuliko nchi yote nyingine. Tumeshindwa na Kenya mara nyingi sana, na hii inazungumzia ala tajruba. Ndio maana mpaka leo hatuna jamia ya Kiislamu Tanzania, hatuna. Wanafunzi wetu kutaka jamia waende wakasome Nairobi, waende wakasome sijui wapi, waende Kampala huko. Hapa hakuna jamia, tumeishia thanawi. Na katika watu wenye kuridhika katika masaili ya ilmu wa Tanzania wanaongoza, mtanisamia kusema hivyo. Akipata thanawi yake alhamdulillah, akipewa na msikiti nipate nini zaidi hapo? Sasa ndo wakati wa kuoa, na akishaoa anakuja mathna wa thulatha wa rubaa. Sheikh, ukishakuwa na mathna wa thulatha huwezi kusoma, huwezi kusoma. Moja katika masharti ya mtu anayesoma, kwanza asioe. Sasa sisi tunachukulia kwamba moja katika sifa za msomi wa dini aoe. Utasoma lini? Kwa hiyo tunaishia thanawi. Lakini ndugu zetu Kenya, ukienda leo ukiuliza nataka watu wenye doktora, Sheikh, utashindwa kuwapokea. Wallahi alazim utashindwa. Mimi nazungumza hivi ndugu zangu kwa tajruba. Mimi ni kiongozi wa taasisi, kama anavyosema Sheikh, tumefanya semina nyingi, tulitoa matangazo ya watu wenye doktora katika ulumu sharia waje. Sheikh, yani vidole vyangu hivi vinahesabika. Na wengine waliokuja, unajua mimi nilibakiza tu kidogo kufanya bahthi, sikumaliza, lakini sijui nilifanya nini. Sawa Sheikh, cheti kiko wapi? Wanahesabika.
Na ndio maana jamiati leo za kwetu watu wanatoka Kenya kuja kusomesha, wanatoka mpaka Rwanda Sheikh. Sasa tunakwenda wapi kama umma? Tunakwenda wapi kama nchi? Ikiwa hatuna chuo cha Kiislamu, hatuna kulia hata moja, kulia sharia hamna. Tumejitahidi thanawi, ukitoka diploma nenda Kenya. Hatuwezi kwenda hivyo. Sasa watakubadilisha hii hali ni kina nani? Ni nyinyi kwa kusoma. Usiridhike, stop yako ya kwanza ndio unakwenda kuoa, una doktora mkononi, sio thanawi Sheikh. Sawa? Thanawi wako wengi wamejazana, ndio maana watu wamejaa kwenye ruqya, wamejaa kwenye bwanga wa kienyeji, sio wamejaa kwenye nini huko. Hakuna, mtakwenda wapi sasa? Sawa? Alqaa maliana ya Sheikh, isbah fawq. Huko chini samaki zimejaa, panda juu kule kileleni watupu. Wewe ukiwa na doktora Sheikh, Tanzania nzima utakuwa unaitwa. Nani hapo tunamtafuta daktari fulani yuko Dodoma. Lakini thanawi Sheikh. Hata uwe mzungumzaji mzuri vipi, thanawi. Sawa? Bado hujaenda sehemu yote. Kwa hiyo mimi niwahamasishe vijana, fursa zipo za kusoma sasa hivi. Alhamdulillah zipo. Pamoja na kwa Sudani kuna matatizo, hali ya Misri ngumu, pata Saudia ni ngumu, lakini chances zinajitokeza. Kuna vijana wameenda Urdun kusoma kuliat, zimefungua milango, imefunguliwa sasa hivi. Sisi kama muasasa tumeingia makubaliano na Jamia Bukhara iko Gambia, kuchukua wanafunzi wanasoma online, ukifaulu unakwenda kusoma kule. Lakini lazima mwanafunzi awe mujtahid, afaulu vizuri, awe na ile ari ya kutaka kusoma, fursa zinafunguka. Kwa hiyo nilipenda ni usia wangu wa mwisho kwamba shekhe, muwe na kitu kinachoitwa passion au ghira au tumuh. Sawa, tumuh yani kupenda kuendelea na masomo, kuwa na fikra kubwa. Think big wanasema, fikiria kitu kikubwa shekhe. Hebu jifikirie wewe kama ni daktari fulani, sio kwa ajili ya sifa au ujub, kwa ajili kwamba nafasi yangu ya elimu imefikia stage ile zaidi nisaidie umma wangu. Usitosheke na thanawi hata siku moja. Endelea na masomo yako, maliza, chukua doktora, rudi, ingia katika vyuo, anzisha chuo chako wewe mwenyewe, unaweza tukafika mbali. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.